Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa ZVP, ni moja ya jambo ambalo hakika tumekuletea sikukuu hii ya Eid, ambapo kituo cha Islamic Dua Center kimeandaa hafla fupi kwa maana ya sikukuu hii ya Eid kwa mayatima, na nikukumbushe kwamba huu ni utaratibu ambao wakati mwingine huwa unafanyika, na hasa kituo hiki cha Islamic Dua Center kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ambao ni watu wa karibu kabisa na kituo hiki kutoka nje ya nchi ya Tanzania na Tanzania pia kwa ujumla, kwa kushirikiana na kituo cha Islamic Dua Center, wao wameandaa hafla fupi ambayo itakuwa ni kwa ajili ya mayatima ambao wako hapa, na mambo mengi yamefanyika ikiwemo kuwalisha, kuwavisha na kusherekea pamoja Idi hii. Niko na mkurugenzi hapa wa kituo hiki cha Islamic Dua Center, Alhaji Dr. Sule. Yeye atakuwa na machache ya kutueleza na kutuambia kwamba ni nini hasa lengo kubwa, ukiachilia mbali hili ambalo nimelizungumza mimi la kufanikisha shughuli hii, lakini pia hili limefanyika hapa, kuna lingine litakuja mbele, basi tutafahamu vizuri kabisa. Alhaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, leo tunaona leo ni Eid na tunakutana hapa kwa maana ya kufurahi pamoja na mayatima. Ni jambo kubwa ambalo umelitekeleza. Utakuwa na neno pasi na shaka, hii ni mchango wa kina nani na hasa kituo hiki? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kutaka ziada za kheri ziende kwa kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyotangulia kuzungumza kwa ufupi tu kwamba taasisi ya Islamic Dua Center ni taasisi inayojishughulisha na mambo ya kijamii pamoja na uendeshaji wa mashughuli mbalimbali za kidini, lakini pia tumekuwa tukishughulika na mambo mbalimbali ya kijamii, na sisi ni miongoni mwa watu ambao tumekuwa tukifanya jitihada kuyaendea makundi ambayo yanahitaji msaada zaidi. Kama utakumbuka katika Eid iliyopita, mwezi wa Ramadhani na Eid iliyopita, tulijaribu kutoa michango yetu kupitia wadau wetu mbalimbali kwa kaya maskini na watu ambao wana uhitaji maalum katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani na sikukuu ya Eid pia. Na Eid hii tumefanya hivyo, lakini Eid hii tumekwenda tofauti kidogo, na nadhani huu ndio utakuwa mwelekeo wetu kuanzia sasa. Katika hali ya kawaida kuna kundi limesahaulika sana, nalo ni la watoto mayatima. Baadhi ya watu wamejenga vituo na kukusanya watoto mayatima na kupata misaada, lakini ukweli unabaki kwamba mitaani kuna watoto mayatima wengi zaidi kuliko waliowekwa kwenye vituo, na walio mitaani wanahitaji zaidi pengine kuliko waliopo kwenye vituo, kwa sababu wale ambao wako kwenye vituo watu mbalimbali hutupia macho maeneo hayo kupeleka walivyo navyo na kuwasaidia, lakini wale ambao wako mitaani wana hali ngumu na maisha magumu zaidi. Walezi wao hawajua wapeleke watoto wapi, wawasaidie ni watawasaidiaje, chakula, mavazi, ada za shule na kadhalika. Sasa taasisi ya Islamic Dua Center kwa kushirikiana na wadau wetu wawili watatu tumeamua tufanye hili, na sisi tumeamua kwenda kwa watoto wa mitaani, watoto ambao wako katika nyumba za kifamilia, na katika Eid hii tumepanga kula nao chakula cha mchana pamoja, kufuturu nao Eid na kula nao chakula cha mchana pamoja. Lakini pamoja na hayo tumeamua tutawatengenezea, tuwanunulia mavazi ambayo watavishwa na tutakula nao pamoja, na tutafanya nao dua pamoja na wale watu ambao wametoa sadaka zao, na sisi taasisi ya Islam ambao tumetoa sadaka zetu ili tulitekeleze hili. Tumepata nguvu kutoka kwa dada wawili. Mmoja ametupatia $100, anaitwa Munira, yuko Marekani, na mwingine ametupatia $200, anapatikana katika nchi ya Belgium, ambaye yeye ni Ubelgiji, ambaye yeye anaitwa, nimelisahau jina lake, lakini yeye ametupa $200 ya Tanzania, na mwingine ametupa $100 kama $250. Taasisi ya Islam pia imekusanya pesa, tumeweza kufanya jambo hili. Ndio maana tumenunua huyo ng'ombe, tumeandaa chakula, tumeandalia mavazi, tumetumia zaidi ya $1.5 milioni, $1.2 milioni kasoro kwa ajili ya shughuli hii yote
japokuwa michango kwa Waislamu ni hiyo isiyozidi 500,000, lakini tumeona na sisi tujikusuru, tusimame katika ili kama taasisi, ili tuonyeshe mfano kwa taasisi zingine kwamba wako watu wanaishi mitaani, wako watoto wanaishi mitaani, hawana namna ya msaada wa namna yoyote. Kwa hiyo taasisi ya Islah imeamua kufanya hilo. Lakini pia tumeitisha michango katika kituo chetu cha dua cha vyakula, mavazi, na tunatoa maelezo haya kwa watu wengine ambao wanatusikiliza hivi sasa, mwenye uwezo wa kuchangia chakula, mavazi kutoka mahali popote duniani. Taasisi ya Islah Islamic Dua Center tumeanza na hawa vijana takriban 20 na kidogo, na tutaendelea hivyo mpaka uwezo wetu utakapowezekana kuwahudumia, hata ikibidi watoto 500, 600, 1000 kadri uwezo utakavyoweza, na vile tutakavyopata misaada na michango kutoka kwa watu wengine. Nia yetu ni kuhakikisha tunawasaidia katika mavazi, tunawasaidia katika chakula, tunawasaidia katika huduma za matibabu, tunawasaidia katika huduma za ada za shule, kwa sababu watoto hawa wanahitaji msaada na wako majumbani, na tumeanza registration, tumeanza kuwaregister watoto wote na familia zao na watu wao ambao wanawasimamia, ili kuhakikisha pale anapopata tu tatizo yeye anatupigia sisi simu kama taasisi, na sisi tutakuwa answerable kusaidia hiyo huduma ambayo inahitajika kwa hao watu ambao, au kwa huyo mtoto ambaye amepata tatizo au anahitaji msaada wa haraka. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo tunaendesha nayo taasisi. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na hili tunalifanya kwa ushirikiano mkubwa wa mlezi wa taasisi yetu Sheikh Jumanne, Maalim Jumanne hapa Tabora. Mzee wetu huyu amekuwa kipaumbele sana kulifanya jambo hili, na anatuunga mkono katika hali na mali, kwa sababu yeye kwanza amekuwa mlezi wa watoto tangu mwanzoni mwa miaka ya 60. Ameanza kufundisha madrasa mwanzoni mwa miaka ya 60. Kwa zaidi ya miaka 50 60 sasa anafanya kazi ya dini. Kwa hiyo yeye amekuwa kioo chetu katika kuona namna gani tunaweza tukawasaidia watoto na kuweza kuwahudumia watoto ambao wana uhitaji maalum. Umezungumzia kuhusiana na watoto 20 ambao wako hapa. Utaratibu upi ambao umeutumia kwa ajili ya kufanikisha kuwapata, lakini pia pamoja na kuzungumza mambo kadha wa kadha, ikiwemo swala zima la kuwahudumia kwenye maradhi, lakini chakula na hata matibabu pia, na umesema kwamba wanatokea majumbani kwao? Ndio. Watoto 20, huu ni mwanzo, lakini mna mpango kuwa na watoto wengi zaidi. Hamjafikiria kuwa na kituo kimoja kwa ajili ya kuwaweka sehemu moja? Hapana, kwa sasa hatujafikiria kuwaweka kituo kimoja. Sisi dhana yetu haiamini sana kuwaweka kituo kimoja watoto, kwa sababu tunaamini kwamba kumweka watoto wa hali moja katika kituo kimoja sometimes inawapa majonzi, na kwa kama umewatenga fulani. Kwa hiyo sisi tunataka tudili na watoto ambao wako katika majumba, na ikitokea mtoto amepotelewa na wazazi wake na hana pahala pa kuishi, basi ni bora tutafute Waislamu ambao wana uwezo na watawasimamia kuwa nao majumbani, ili kupata ule ukaribu wa kukusanyika na watoto wengine. Wajua, mtoto ni mtu ambaye anahitaji furaha, na mtu anapofikia mahala hana baba yake, ambaye ndio mtoto yatima katika sheria ya dini, mtoto anapokosa baba alafu akawa tena ametengwa mahala amekaa, sisi binafsi tunahisi kama kuna wakati wanafiri ile hali isokuwa ya kawaida. So mtoto anaweza kuumwa usiku, alafu akona watoto wenzake wamelala ndani, matroni mmoja wa kusimamia, kuna hali fulani ya kimajozi inatokea. Lakini mtoto anapolelewa ndani ya nyumba ya Muislamu ambaye yuko tayari kujitolea kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na sisi kama taasisi tukawa supported na jambo hilo, na wengine wakatoa support kwetu tukawa supported ya jambo hilo, yule mtoto anachanganyika na watoto wengine pale ndani, inamfanya ana feel comfortable kwamba na yeye ana familia, na yule mzazi au yule anayesimamia hili jambo anakuwa mzazi katika familia. Na hivi ndivyo alivyofanya Mtume SAW katika sikukuu kama ya leo. Alipita mahala akamwona mtoto analia, amehuzunika, amefiwa na baba yake. Alipomuuliza una nini, akamweleza mimi nimefiwa na nini. Mtume sasa akamchukua akampeleka nyumbani kwake, akamwambia unaonaje mimi niwe baba yako, mimi niwe ni mzazi wako. Akamnunulia mavazi, akampa chakula, akafanya kila kitu. Baadaye mchana akakutwa na watoto wenzake amefurahika, na anawaambia watoto wenzake nimepata babangu amefariki, lakini Muhammad SAW amekuwa ndo babangu sasa. Kwa hiyo nimevaa mavazi mazuri, nimekula chakula kizuri kwa sababu ya baba yangu. Kwa hiyo hii inamfanya mtoto anapata baba mlezi ambaye anaamini akipata
tatizo atalifikisha wapi. Kwa sisi dhana yetu na fikra yetu juu ya kulea watoto, tutawalea wakiwa katika majumba yetu, na ikitokea kwamba amepatikana mtoto na hana mahala pa kuishi, basi ni bora mimi na taasisi na wana taasisi tuchukue dhamana ya kumbeba. Ni bora tumweke kwa mzee Jumanne hapa, akae hapa, lakini tunajua yuko mahala salama, anasimamiwa kwa uzuri na anaangaliwa kwa uzuri, kuliko kuwajengea kituo na kuweka pamoja. Sisi dhana hiyo kidogo tunaiona haiko sawa kwetu. Naam, shukrani sana kwa maelezo mazuri. Na namuona ng'ombe hapa, na naamini kwamba ana miguu minne, hana mapungufu. Hili nataka kuwathibitishia watu, kwa sababu kuna watu wanaangalia sasa hivi na imeagizwa kwamba tuchinje mnyama mwenye miguu minne na asiye na mapungufu. Kwanza hongera kwanza kwenye hili. Asante, tunashukuru. Hongera kwa sote, kwa sababu hili ni jukumu letu sote. Naam. Sasa baada ya kuchinjwa, vijana watapata chakula, lakini kuna jambo naamini unalo la kuzungumza juu ya hiki na vijavyo, nitegemee. Jambo kubwa tunalotegemea baada ya kuchinjwa, kuandaliwa chakula, tutakula chakula pamoja, lakini tutafanya dua pamoja na watoto hawa. Lakini kubwa zaidi sisi kama taasisi ni kuhakikisha kila ambako panahitaji msaada ambao unakwenda kukidhi haja ya kusukuma mbele Uislamu, sisi kama taasisi huo ndio wajibu wetu. Kwa hiyo tutaendelea kufanya yote ambayo tunayaona yako chini ya uwezo wetu na tunaweza kuyafanya kwa ajili ya kusukuma Uislamu mbele na kusaidia. Kwa hiyo ninachokiomba kwa Waislamu wewe popote duniani walipo, atakayeguswa na jambo hili aendelee kuwa karibu na sisi ili kuweza kutoa misaada pale inapobidi. Sisi tunaamini tuna maeneo mengi ya kutoa misaada japo uwezo wetu ni mdogo. Kwa hiyo kila yule ambaye anaona anataka, si lazima apitishie kwetu. Hata akitaka mawasiliano ya eneo husika moja kwa moja, tunaweza kumpa akafanya mawasiliano na eneo husika na akajitolea sadaka yake kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Nikushukuru sana Alhaji. Asante, shukrani sana. Asante sana. Ni Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi wa kituo cha Islamic Dua Center kilichopo hapa mkoani Tabora, ambapo amejaribu kuzungumza kwa upana na marefu juu ya kile ambacho amekiandaa kwenye sikukuu hii ya kuchinja. Na kama unavyotazama mtazamaji wa ZVP, ni kwamba huyu ni ng'ombe ambaye atachinjwa siku ya leo, lakini tutapata fursa pia kuangalia maandalizi kwa ujumla ya siku hii muhimu kabisa ya vijana wetu kusherekea kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu nao pia wana haki na wanatamani siku moja wawe na furaha. Sasa furaha hiyo nani anaileta? Kwa sababu wao wamepoteza wazazi wao wote wawili. Hakuna haja ya kuwatenga. Tunawakusanya pamoja, tunawaleta sehemu moja na tunawakutanisha na tunakuwa na furaha kwa pamoja. Twende tukaangalie maandalizi, hali iko vipi, na tutakufahamisha nukta kwa nukta mpaka mwisho katika sherehe hii na furaha hii ya hii leo. Wewe sasa mama, mbona umesimama mbele huko? Kashika huko. Usikao. Sio vipi? Wewe vipi kwanza? Abano. No. Naam, kama nilivyokujuza mtazamaji wa ZVP kwamba tutakuja kuangalia mazingira na maeneo ambayo matayarisho ya chakula kwa ajili ya sikukuu hii ya Eid ya kuchinja. Tumeshafika tayari kwenye eneo hili, na kama unavyotazama, kama unavyoangalia, chakula kinaendelea kuandaliwa kwa wakati huu, lakini tutapata nafasi ya kuzungumza na wamama ambao wanashughulika na upishi wa chakula hiki. Niko na yeye atatambulisha jina lake, anaitwa nani, na tutazungumza naye mawili matatu juu ya kile ambacho kinaendelea hapa na kimefikia wapi hasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, tunaona mnaendelea na maandalizi hapa. Naam. Vipi maandalizi yakoje na hali halisi ya mazingira ya upishi? Alhamdulillah, maandalizi yameanza vizuri na kwa sasa yalipofikia kwa 80% naona yanaendelea kukamilika.
Kwanza kwa majina naitwa Rukia Jumanne Shabani, ni katibu wa Madrasati Al-Watania, lakini pia ni msimamizi wa watoto yatima walioko majumbani. No. Leo ni sikukuu ya Eid ya kuchinja. Hakuna shaka kwa maandalizi haya na namna ambavyo umesema kwamba ni miongoni mwa wasimamizi wa watoto yatima walioko majumbani watakuwa na furaha. Lipi ambalo nataka kulizungumza kwa wazazi wengine ambao wakati mwingine wana uwezo na wana uwezo wa kuwasaidia watoto yatima na wakafanikiwa kuwa na furaha kama watoto wengine? Kwanza kabisa kabla sijazungumzia wazazi, nianze kwanza kwa kumshukuru Dr. Sule ambaye ndio ameliwezesha jambo hili mpaka kufikia hapa, kwa kuwakumbuka watoto yatima walioko majumbani, kwa kuandalia chakula kama hiki. Lakini pia nitoe wito kwa watu wengine ambao wenye uwezo wa kuweza kuwahudumia watoto hawa, basi wawakumbuke japo kwa kidogo, kwa sababu wanapokula na kufurahi basi na wao wanapata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nikushukuru sana, asante. Tutegemee kula saa ngapi hapa? Maana naona ndo mida yenyewe hii. Tumetoka masjid saa hizi na saa hizi mapisha yameanza. Kwa matarajio yetu tunatarajia kabla ya swalati dhuhuri tuwe tumeshapata chakula, na kwa hali hii tunavyoona nadhani tutatimiza lile tulilokusudia. Nikushukuru sana, asante. Asante sana. Shukrani. Mtazamaji wa ZVP, ni kwamba kama nilivyokujuza kwamba ni maandalizi na matayarisho ya chakula kwa ajili ya sikukuu ya Eid ya kuchinja. Ni kwambie tu kwamba langu jina naitwa Ali Ngamba. Bado tutaendelea kubaki na kutazama kile ambacho kinaendelea hapa mpaka tone la mwisho, wakati ambapo tutapata nafasi ya kula chakula hiki. Kidogo kuna moshi, ukinitazama macho yangu kidogo kama imepata tabu, lakini ndio kawaida, tuko jikoni na mambo yanaendelea kama kawaida. Naam, mtazamaji wa ZVP, ni kwamba kama nilivyokujuza mapema kabisa leo kwamba leo ni sikukuu ya Eid ya kuchinja, na tuko hapa katika kituo cha Islamic Dua Center, taasisi ambayo imekuwa ikifanya shughuli mbalimbali na shughuli nyingi zinazohusisha jamii ambayo imekuwa ikituzunguka. Moja ya vitu ambavyo Swahiba nikwambie tu na mtazamaji wa ZVP ni kwamba kituo cha Islamic Dua Center kilikuwa kimeandaa hafla fupi kabisa ya kusherehekea pamoja na mayatima ambao wamefika hapa, ambao wako 20. Kwa mujibu wa taarifa iliyotoka ni kwamba mayatima wako 20 katika kituo hiki ambacho leo watakula sikukuu hapa, sikukuu hii ya Eid ya kuchinja. Na kama nilivyokutaarifu na nilivyokuahidi mwanzoni pale kwamba tutakuja kufahamu tunakulaje, lakini pia tutafahamu watavaaje, kwa sababu kituo cha Islamic Dua Center kiliahidi kwamba kitawavalisha, kitawavisha na watasherekea na watafurahi pamoja na Waislamu wote duniani ambao leo wamekuwa na furaha na wamekuwa na furaha ya Eid. Kwa hiyo kama wao hawajapata fursa ya kuchinja, basi kwa pamoja tumekusanyika hapa, tuko tayari kwa ajili ya kwenda kupata Eid kwa maana ya chakula cha mchana. Kile ambacho nilikuonyesha mwanzoni kabisa, basi kwa sasa hivi ndicho ambacho tunaenda kukipata sasa kama chakula cha mchana kwa ajili ya sikukuu ya Eid, na tufurahi pamoja. Anan
mwenye kuniiga mimi huyo kaipata. Na mtazamaji wa ZVP, ni kwamba tunamalizia shughuli yetu ya leo ambayo imetukutanisha hapa, na kama ilivyo ada tumeanza mwanzoni kabisa. Pale awali tumeweza kushuhudia harakati za mwanzo kabisa, tukashuhudia ng'ombe mnyama kichinjwa, lakini pia tumeshuhudia vyakula vikitengenezwa kwa ajili ya chakula, na baadaye tukawa tumeshuhudia kwa namna gani ambavyo watu wamepata chakula hapa. Na tulikujuza awali kwamba chakula kinaliwa hapa, ni kwamba kituo cha ama taasisi ya Islamic Dua Center leo kimeandaa hafla fupi ya furaha ya sikukuu ya Eid ya kuchinja leo hii hapa, na mkurugenzi wake tulizungumza naye, lakini tupata nafasi pia kuzungumza mawili matatu, kufahamu, kwa sababu tunaelekea mwishoni, kufahamu kilichotokea na dhamira imekamilika. Alhaji, hakuna shaka tunakwenda kutamatisha zoezi letu la leo. Naam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kikubwa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, azima yetu ameweza kuitimiza. Hii si kwa ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tumeweza kutekeleza yale ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Siku ya Eid ni siku ya furaha, na kama nilivyotangulia kusema katika maelezo ya mwanzo wakati tukiliendea jambo hili, kwamba katika Uislamu liko kundi limesahaulika, nalo ni kundi la watoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya mayatima. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewaita watoto wake kwa sababu yeye ndio mlezi wao baada ya kuondokewa na wazazi wao. Na walilahi alhamdu tumeweza kuweka nia na Mwenyezi Mungu amewafikisha, na hatimaye leo tuko nao, tumeweza kula nao chakula cha pamoja, lakini kwa kidogo tulichonacho tumeweza kuwatafutia mavazi, na naamini tutafanya makubwa zaidi mbele kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Jambo kubwa ni waambie tu Waislamu mahali popote duniani, na hata wasio Waislamu, watu wenye nia njema, kwamba kipo kizazi katika jamii kimesaulika, na hiki ni kizazi cha mayatima. Mara nyingi mayatima wanaotazamwa ni wale walio kwenye vituo. Kuwepo kituo mahali, ukapeleka mchele, kapeleka unga, kapeleka sukari, kapeleka mavazi, lakini wanasahau kwamba wako watoto wako katika majumba na wazazi wao walezi hawajui watawapeleka wapi, hawajui watawasaidiaje. Kundi hili limesahaulika sana. Sisi Mwenyezi Mungu ametutanabahisha kuona kundi hili tunahitaji kuliunga mkono. Na ndio maana tumeanza na watoto takriban 20 na kidogo hawa, na tutaendelea kufanya hivyo. Lakini niwaambie tu watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, vipenzi vyetu, kwamba hatuishii hapa kwenye sikukuu. Hawa ni watoto wa Islamic Dua Center, kama nilivyotangulia kusema pale mwanzoni, kwamba watoto hawa wanahitaji huduma za karibu. Wanaumwa hawa watoto, wanatibiwaje? Wanahitaji mavazi, wanahitaji ada za shule. Hebu mbebe yule mtu mwenzangu pale, yule kijana pale anakula udongo, msogeze. Kuna kitu ambacho tunatakiwa tuone namna gani tunaweza kuwasaidia, kwa sababu wanahitaji ada za shule, wanahitaji matibabu, wanahitaji chakula cha kila siku, wanahitaji mavazi. Na kikubwa tulichokitazama sio uyatima tu. Tulichokitazama ni mayatima wanaoishi na watu wasiojiweza. Unajua mtu anaweza kuwa yatima lakini babake tajiri. Kafa baba kaacha mali. Yatima huyo hahitaji msaada. Anahitaji tu karibu na watu katika kumriwaza juu ya ile kukosa mzazi. Lakini tunazungumzia yatima ambaye yule mlezi wake hajui hata kesho yake itakuwaje. Hili ndio kundi ambalo tunatakiwa tulitazame. Na ndio maana tuko hapa, tuko nao, tumekula nao. Nadhani wao watakuwa wasemaji wazuri. Wamefurahi ama hapana. Na wakisema hawajafurahi, tuna haki ya kuwaongeza kile ambacho tunaona kinawafurahisha zaidi. Lakini lengo letu ni kuwafanya wasijihisi wanyonge kwa kule kuondokewa na mzazi. Tunatamani kuona sisi tuliopo tunabaki sehemu ya wazazi. Na hili kila mtu anatakiwa kulijua akiwa mzazi. Kwa sababu huyu ambaye leo amekuwa yatima kaondokewa na baba yake, na wewe kesho ukiondoka watoto wako watabaki yatima.
Kwa hiyo una haja ya kuhakikisha kwamba unambembeleza Mwenyezi Mungu. Hata ikitokea na wewe umetangulia, umeacha kizazi, basi kile kizazi Mungu akilee kama tunavyowalea watoto hawa. Na ikitokea umeacha kizazi chenye umri mkubwa, basi wewe upate thawabu ya mafikio mema mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu umewalea watoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii nadhani tumefanikiwa, na nadhani wanaonekana wanangu wamemeremeta, wamependeze zaidi. Kwa hiyo niwaambie tu wanangu, Islamic Dua Center ndio mzazi wenu kwa sasa. Mmepata shida ya shule, ada, mmepata shida ya mavazi, mmepata shida ya maradhi, wazazi wenu maana wale walezi wenu, tuna namba zao za simu, wana namba zetu za simu, tutaendelea kuwahudumia. Yani kuanzia sasa muombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe tukuyafanya yaliyopo, ili kila wakati muweze kupata zile stahiki, huduma stahiki ambazo anastahili kila mtoto kuzipata. Kwa hiyo tuko pamoja inshallah. Na wazee wenzangu, naomba tushirikiane. Ili jambo sio la kwetu peke yetu. Wala hatufanyi haya kwa sababu tuna kitu kikubwa, hapana. Tunafanya haya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Yawezekana hata mimi mwenyewe kuna watoto wangu hawajavaa nguo. Wallahi laadhimu, wako watoto wangu mimi wa karibu wa familia yangu sikuwanunulia nguo, lakini nimewaona hawa kwanza. Nimewaona hawa. Tumetumia pesa nyingi, tumespendi zaidi ya milioni 1.8, lakini mchango tulioupata ni 500,000 tu kutoka kwa rafiki zetu wa nje ya nchi wawili. Mmoja yuko Marekani na mmoja yuko Belgium. Mmoja katoa 300,000, mmoja katoa 2.5. Ni kama 5.5. Katika 1.8 tulioitumia zote tumekusanya sisi Islamic Dua Center. Katika faida tuliyopata kwenye shughuli zetu mbalimbali ndio tumeamua kuritani kwa watoto hawa. Kwa hiyo tuseme tunahitaji ushirikiano wenu. Sio watoto wenu peke yenu, ni watoto wetu na ni watoto wenu. Tuwalee kwa pamoja. Sisi tuwalee katika mazingira ya mavazi, katika mazingira ya huduma za matibabu, chakula pale inapobidi na kadhalika. Nyinyi mtusaidie kuwalea katika akhlaki. Leo nilikuwa namsikiliza mkuu wa wilaya ya Tabora mjini kwenye swala ya Idi pale. Alikuwa anasema wahalifu wengi katika mji wa Tabora ni watoto wadogo. Wahalifu wengi katika mji wa Tabora ni watoto wadogo. Leo ukikutana na watoto 3 4 usiku uchochoroni, yani piga mbio, lazima watakuchanja viwembe. Lakini hawa wamekosa malezi. Sasa mtoto ambaye anakosa mzazi mara nyingi anakuwa kwanza na ile tabia kuona mbona mimi sina mzazi, na kila unalomwambia anahisi unamuonea. Zungumza naye kwa taratibu, muelimishe taratibu, lakini kikubwa hawa tunatakiwa tuwakunje katika misingi ya dini. Wakiwa wanamjua Mwenyezi Mungu, tutakuwa tumefanya doria katika nafsi zao. Wakiwa na hofu ya Mungu, hawataiba, hawatakuwa wadanganyifu, hawatacheza michezo ya hovyo hovyo, watakuwa sehemu ya kizazi bora, na sisi tutapata ujira mbele ya Mwenyezi Mungu kuwalea watoto ambao walikuwa wanahitaji zaidi msaada wa watu ambao wamewatangulia kwa umri. Kwa inshallah niwashukuru, lakini kabla ya kuwashukuru nanyi, baada ya kuwashukuru nyinyi, nimshukuru sana Sheikh Jumanne. Mwalimu Jumanne ni mmoja wa wazee wa mfano sana katika mkoa wa Tabora. Mwalimu Jumanne ni mmoja wa wazee wa mfano sana katika mkoa wa Tabora. Binafsi kuwepo kwangu katika mji wa Tabora, hii ni nguzo yangu. Kwa sababu ndio mtu ambaye amenipokea hapa. Amenifanya nimekuwa mwenyeji ghafla. Na mimi nahisi na baba. Mimi babangu na mamangu washatangulia. Japo mimi sio yatima, umri ushakwenda tena. So mimi babangu na mamangu nimewazika mwenyewe kwa mkono wangu. Nashukuru Mungu ameugulia nyumbani kwangu, amefia nyumbani kwangu, nimewazika mwenyewe na ameniachia familia ambayo naendelea kukaa nayo ambayo ni dada zangu. Lakini ninachoweza kusema, Mungu ameniondolea tu yule mzazi aliyenitoa katika mgongo wake. Lakini mzazi wa kuyaendesha maisha yangu kifikra na matendo, Sheikh Jumanne ni miongoni mwa watu wananipa support sana. Mnajua nyinyi, nimepita misukosuko mingi hapo nyuma. Watu wamekuwa wakinitukana kwenye mitandao. Lakini huyu mzee kafikia mahala kaniambia, usijibu Sule, nyamaza. Mungu atawaonyesha watu kazi yako, wala usiseme. Nimenyamaza, sio kwamba alikuwa yaniumi, lakini najaribu kuplay part ambayo mzee amenitaka niifanye. Yani amekuwa mtu mwenye usia mwingi kwangu. Alhamdulillah, nimshukuru sana Sheikh Jumanne kwa namna anavyoweza kutulea hapa. Lakini kubwa ni hili jengo mnaliona hapa la madrasa hapa tulipo, ambako leo ndio tumepatia chakula. Eneo hili
angetaka kujenga, kufanya biashara yote angefanya, lakini katupa sisi tunafanya huduma zote hapa bure, yani hatumlipi hata inayoitwa 100. Ndio maana na sisi tunasema kidogo tulicho nacho tukirudishe kwa Mwenyezi Mungu ili jamii iendelee kufaidika. Na sisi vitu vingi tunavifanya hapa sio kwa faida, vingi tunavitoa bure, na nyinyi mnajua tunagawa dawa bure, mara tumefanya hivi bure, lakini yote haya tunayafanya kwa lengo la kujaribu kuisaidia jamii iweze kupata faida kutoka katika sisi. Katika dunia unatakiwa ukiondoka uondoke hali ya kuwa wewe umeutumikia Uislamu, wewe umeufaidisha Uislamu na Waislamu. Usisubiri wewe kufaidika kutoka katika Uislamu. Kwa hiyo hii ni challenge nawapa ndugu zangu, kila mmoja aangalie katika maisha yake ameufaidisha nini Uislamu. Usisubiri kuona umefaidishwa nini na Uislamu. Baada ya kusema haya, nimshukuru pia katibu wa taasisi Sheikh Saidi Zuberi ambaye tuko naye muda wote, amekuwa mbio, lakini mgeni wetu rasmi Sheikh Jumanne Amiri Mbunju ambaye tuko naye karibu wiki na kidogo sasa, na tutakuwa naye zaidi ya miezi 2 hapa. Wallahi Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Tunapenda kuendelea kuwa naye na tutamvuta endelee kubaki na sisi Tabora, asikumbuke nyumbani kwake. Kibidi amuite shemeji, tuwe naye tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tuna Alhabibi Sheikh Abuchesa, yule bwana aliyevaa kanzu ya rangi ya light bahari, yule blue bahari, yule bwana Abuchesa anatoka Mwanza, ni mmoja wa wadau wetu katika taasisi hii ya Islamic Dua Center, ni mmoja wa wapenzi wetu katika kazi ya dini, ni mmoja wa wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ametoka Mwanza amekuja hapa kuja kulaidi na sisi na watoto hawa. Ni kwa namna gani watu wana appreciate, watu wanajali, wanathamini, wanaona kwamba kupata fursa hii ni kitu adhimu sana. Lakini nisimsahau katibu wa madrasati watania, dada yetu pale. Wamefanya kazi kubwa sana jana wamefanya kazi kubwa sana wakiwa na mke wangu, wameenda na watoto kuwatafutia nguo, mpaka niliwaonea huruma. Mimi najua wanawake wana tabia kuchagua sana. Kwa hiyo mpaka wamerudi najua ushatembea mpaka miguu inakaribia kutumbukia ndani. Mimi jana narudi nyumbani saa 6, natoka kwenye vipindi vya radio, mkuta mke wangu kalala yuko hoi. Nikajua wamezurura sana kutafuta nguo za watoto. Lakini alhamdulillah tumefika pahali pazuri. Tunawashukuruni sana, sina la zaidi. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuombe Sheikh Jumanne atufanyie dua, na baada ya hapa mengine yaendelee. Wakati si mnaturuhusu, tunakwenda kwenye maandalizi ya baraza la Idi jioni ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma baada ya kumtegemea Mwenyezi Mungu na rehema za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nashukuru sana. Kituo hiki kinaleta dhamiri kubwa na mategemeo yatakuja makubwa zaidi ya haya. Kwa hiyo mimi naomba Mwenyezi Mungu atuweke sisi sote uaminifu mkubwa ili tujue mwisho wapi. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu atujalie tena tupate maarifa mengine. Na tunawaombea dua, maana mbele huwa tunaomba sana tupate msikiti. Sasa kama Mwenyezi Mungu tukifanya dua na dhamiri, basi Mwenyezi Mungu atatukamilishia nia zetu. Kwa hiyo tunapiga Fatiha wote, tumshukuru Mwenyezi Mungu tulivyokutana na tumepata uvumilivu mkubwa tangu asubuhi hadi sasa. Waniyatil matlubu wa dafa albal Maulana Mustafa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad dain wa qina adhabal qabr
warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad din wa adhabal qabr wa sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah. Na mtazamaji wa ZVP ni kwamba baada ya dua hii leo hapa katika kituo cha Islamic Dua Center, hakuna shaka tunaenda kupata fursa kupata mawili matatu kutoka kwa Sheikh Jumanne Amiri ambaye yeye amesafiri kutoka Dar es Salaam hadi Tabora. Sheikh, hakuna shaka umeshuhudia kilichofanyika hapa kwa tafsiri ya dini hasa. Tunataka neno lako kidogo tufahamu dini inasemaje kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika hapa. Walillahi alhamdu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ama hakika jambo hili lilofanyika hapa leo ni jambo la shukrani. Siku zote Mwenyezi Mungu akikuneemesha chochote kile, basi kumshukuru ndivyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Dr. Sule na taasisi ya Islaha, Mwenyezi Mungu amewapa mtihani wa kuwajaribu kwa namna alivyowajalia, na wao wakafaulu mtihani huu kwa maana ya kuweza kuwaenzi na kuwapa furaha vijana mayatima. Jambo hili ni kuonesha shukrani. Umepewa neema na wewe ukarudisha neema kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa nafuu, kwa kuwapa furaha mayatima. Lakini pia wanapata darasa watu wengine, Waislamu wengine ambao wanaweza kupata nafasi kama hizi, waweze kutumia mfano wa jambo hili. Unapoishi katika mtaani kwako pale, kuna ofisi yako pale, kuna sehemu yako ya kazi, hebu angalia neema anayokunemesha Mwenyezi Mungu kiasi, na wewe igawanye ile kuwapa furaha vijana hawa wa sampuli ya mayatima. Tena Dr. Sule amefafanua vizuri zaidi, kuna mayatima wako katika vituo. Vile vituo wengine vimesajiliwa ambavyo vina uhakika wa kupata wafadhili. Lakini kuna mayatima waliokuwa majumbani ambao wazazi wao au walezi nao wakatabani kama wanafanana na wale mayatima wenyewe, ila tu ameweza kuwastiri. Sasa hawa ni wa kuangaliwa zaidi, na ndicho alichokitazama Dr. Sule, uweza kuipa neema na baraka taasisi hii, kwamba maadamu mtindo huu utaendelea wa kuweza kuwakushanya mayatima kila wakati na kuwafurahisha, basi tunaamini Allah subhanahu wa ta'ala naye atajalia kuweza kuitia nuru taasisi hii, na wale wanaoizunguka wanaokaa jirani na taasisi hii, na yule mzee wetu ambaye ni mlezi wetu, mzee Jumanne au Shaka Jumanne, ambaye yeye ndiyo mlezi na ndiye nguzo katika taasisi hii, basi Allah anaweza kumpa umri mrefu, tena umri wenye manufaa na yeye. Lakini na sisi wengine ambao tunapata mialiko ya kuja mara kwa mara, hii hali tumeisoma, tutapeleka ujumbe kwa wenzetu huko tunakoelekea kwamba jamani, utaratibu mzuri, kumbe kuna mayatima wako majumbani ambao tunawasahau. Hebu tufanye utaratibu wa kuwakushanya na kuwafanyia kitu kilichokuwa bora, angalau mara 3 kwa mwaka, mfungo 6, mfungo mosi na mfungo 3, ili waweze kukaa katika hali ya furaha. Mimi nimefurahishwa na jambo hili na inshallah nimelichukua na tumesoma kupitia katika taasisi ya Dr. Sule inshallah. Asante sana. Nashukuru sana. Inshallah. Naam, mtazamaji, tunafikia tamati kwenye hili, na tutakuendelea kukuletea mambo kadha wa kadha yanayohusu kituo hiki cha taasisi ya Islamic Dua Center kilichopo hapa mkoani Tabora. Hili ni mwanzo tu, yako mengine mengi makubwa yanakuja. Endelea kufuatilia channel hii na utayapata mengi zaidi. Asante. Mimi naitwa Ali Ngamba, piga picha yangu Mood ama Muhammad Habib, waweza muita hivyo. Sisi tumezoea kumuita Moody Graphics.